aliiweka. Yesu alikuwa anaiondoa. Ndio maana ilifanana na giza. Alafu mwanaume alipokuja kufufuka, ule mwanga uliotokea saa 9 ukatokea ule mwanga. Maana yake Mungu aliumba tena dunia nyingine ya kumpokea Yesu Kristo. Kila mataifa, haijalishi ni taifa gani, jamani, katika haleluya. Hauwezi kupokea vitu bila imani. Hata kama ungeombewa mara 50 kwa siku au kwa dakika, huwezi kupokea. Kwa maana mimi mara nyingi mtu akija nina tatizo, naambia umeongea na mimi umeshapona, tembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiamini umepona. Wengine mnaombeaga chakula mpaka unaenda kwa lugha. Kama hajanena kwa lugha, anaona hajaombea bado chakula hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani ataomba mpaka mguu unacheza cheza kama unajifunza staili. Yaani ni kulingana jinsi gani unamuelewa Mungu wako. Umenielewa? Amina. Unapoenda shambani, kuna mahali pa kutumia shoka, kuna mahali pa kutumia jembe, kuna mahali pa kutumia leki, sivyo? Kwa hiyo hata maombi, kuna matatizo ya kufunga, kuna matatizo ya kuomba kwa muda fulani jinsi Roho Mtakatifu alivyosema, lakini kuna mengine ya kutamka. Uwe mzima, tembea. Usione mashaka umeshatamka uzima. Kwa nini? Mungu alituumba kwa mfano na sura yake. Ametupa vinywa vya mamlaka. Kama Mungu aliumba, na sisi tunatamka uumbaji. Ndivyo anavyosema, akamwambia Musa, nimekuweka kuwa kama Mungu mbele ya Farao. Amen. Na wewe umewekwa kama Mungu mbele ya adui zako wote. Haleluya. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Hebu mwambie jirani yako, mimi ni kama Mungu mbele ya adui zangu. Wando na uona umzuri. Huu mzuri haugusi na adui yeyote. Adui wa mashaka, toka kwa jina la Yesu. Adui wa mapepo na majini, toka kwa jina la Yesu. Usiniguse mimi. Mimi ni Mungu kwako ya adui yangu. Ninayo mamlaka ya kuumba na kuharibu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Ndani ya kinywa chako unaweza kuumba kitu. Ndio maana unapomtaja mtoto kwamba huyu mtoto ni kama kahaba, macho yake anakuja kuwa kahaba kweli. Vile unavyomtamkia mwanao, ndivyo unavyojenga ndani yake. Amina. Ukimtamkia mwizi, atakuwa mwizi kweli kweli. Ukimtamkia mtumishi wa Bwana, atakuwa mtumishi wa Mungu kweli kweli. Amina. Ukimtamkia atakuwa mwimbaji zaidi ya Rozimani, utaimba hivyo hivyo. Haleluya. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Aliye na imani hana uoga. Amen. Mahali popote anaingia kwa ujasiri. Amina. Haogopi kukutana na mtu awai yeyote. Ndio hii hapa, wengine hata polisi wanaogopa. Wanaogopa na mapocha. Na mwingine aliosha. Aliogopa polisi yosha mkono. Siku kinipigia simu, takwambia pambana. Bana kamanda. Mimi sinaonaga pale kituoni mnapotembeaga watu walikuwa wanakuja hivi. Na mimi walisaidia fikiri polisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule hapa kila juzi tulikuwa pale. Watu mimi wakana tulikuwa wapi tuonani? Mambo mengi sana. Vitu vingi. Haleluya. Haleluya. Utapokea mambo mengi mazuri, lakini mpaka uwe na imani. Na unapokuwa na imani, ujue pia changamoto zinaongezeka. Haleluya. Na vita vya mtu aliyembeba Yesu haviwezi kuisha mpaka siku ya mwisho Yesu atakapokuchukua. Ile ni kwamba inakukumbusha usimwache nani? Mungu. Shetani huangalia ni wapi udhaifu wako ulipo. Kama ni kwenye magonjwa, anaingiza magonjwa. Haleluya. Ili ukate tamaa. Kama ni kudharauliwa na ndugu, huko
kuzuia ili ukate tamaa, na kutangazia mchana leo, ipokee imani kama Ibrahimu ili ushinde vita ulionayo. Kila mmoja vita imesimama mbele yake. Lakini nataka nikutie moyo kwamba yupo jemedali Yesu aliyeshinda mauti. Huyo yuko pamoja na wewe, atakushindia. Maana nasema mimi ni Bwana Mungu wako, nitakupigania nami nitakushindia nami nitakubariki. Haleluya, haleluya. Huyu mwanaume hakuwahi kushindwa vita yoyote. Hata vita ya mauti aliishinda. Na sasa yupo tayari kukushindia. Yuko mahali hapo kwa ajili yako. Yupo mahali ulipo hapo kwa ajili yako wewe. Ni kitendo tu cha kusema mimi nakubali kuwa na imani. Sikiliza, ni nani ambaye hapa alishawahi kutendewa na Mungu jambo kubwa ambalo hawezi kumsahau? Nyosha mkono. Yaani ni kubwa, usinyoshe kwa ushabiki. Nyosha kile Mungu alishakutendea, kwamba jambo hili huwa nikitamani kumwacha Mungu nashindwa. Hebu lifikirie uzito hilo jambo. Sasa kama alishinda hicho, kwa nini uwe na wasiwasi na jambo lililopo mbele yako? Yesu akauliza wanafunzi kwamba ni nani awezaye kuongeza urefu wake? Wakaona jambo hilo ni zito, akasema na hili jambo dogo na nyinyi mnaona ni zito. Haleluya. Amen. Yesu anakupenda. Amen. Hebu mshike jirani yako, mwambie Yesu anakupenda. Mwambie Yesu anakupenda. Nimeagizwa nikufundisha imani kwa sababu kwa mkie jana kuna watu niliona wamevamiwa huko ndani na mapepo. Jana sio kwa mkia, jana mchana. Na kwa nini wamevamiwa? Wana mashaka. Sema mashaka. Kulikuwa na makundi mawili, wapo wenye mashaka na wapo wengine ambao ni mambo ya uonevu. Haleluya. Mambo ya nini? Ya uonevu. Shetani hapendi kilichomo ndani yao. Anataka kiharibu. Kile Mungu akaniambia kawaambie jambo hili, niko pamoja nao. Mungu yuko pamoja na ninyi. Ninyi ambao mko mmeanzisha maombi mkaacha maombi, shauri yenu. Na wakumbusha leo, mlichokoza nyuki nao wameshatoka kwenye mzinga. Kwa hiyo sasa kazaneni, msipokazana kila siku mtakuwa na vilio vya kulalamika. Maana hakuna kitu shetani hapendi kama maombi. Kwa ukilegea kidogo kikukuta hakubakishi. Na kutia moyo mchana leo, ongeza maradufu. Kuna mtu anaitwa Danieli, alipozuiliwa kuomba kwa siku mara moja, alichokifanya yeye aliongeza kwa siku akupa moja, kanaomba mara ngapi? Mara tatu, hakupunguza. Hawa ni watu wamesema, lakini roho zao zimeingia roho za shetani. Na mimi ili kuonyesha kwamba ninaye Mungu wa majeshi, hata kama niko nchi ya utumwa, ninaongeza kuomba mara tatu. Haleluya. Angalia imani aliyokuwa nayo Danieli. Wakati huo amesema atakayeona naomba Mungu mwingine tofauti na sanamu ya Nebukadneza, huyu natakiwa atupiwe kwenye tundu la simba wenye njaa kidogo, eti kali, wenye njaa kali. Na wakati wanapanga walikaa kikao. Imani inapotafutwa kuangushwa lazima kikao kizito kikae. Amen. Walikaa kikao kizito, wakajadili juu ya Danieli. Danieli hakuofu. Walipokuja kumkamata, mfalme kawa hana namna ya kumtetea Danieli, maana alitia sahihi kama ilivyo sheria isiyobadilika ya Wajemi. Lazima atupiwe kwenye tundu la simba, kwenye tundu la simba wenye njaa kali. Wakampeleka. Mwanaume hakuwa na mashaka, akatupiwa kwenye tundu, akafunika na lile jiwe, alafu akakaa ukutani namna hii. Alipoinua macho akamwona mwanaume Yesu yuko hapa. Wale simba akawaongoza sala ya toba. Wakabaki wameachama na msifu Bwana.
kumsifu Yesu, maana Yesu ni simba wa kabila la Yuda. Hawa hawana uwezo wa kumgusa, walipiga saluti na mpaka asubuhi saa 12. Biblia inasema mfalme hakulala usiku huo, alikuwa macho. Saa 12 akafika kaita, we Danieli, je, Mungu wako unayemtumikia amekuacha? Akasema, uishi milele mfalme, sina kosa mbele zako wala mbele za Mungu wangu. Mungu amemtuma malaika akawashika vinyo hawa simba, hawajanigusa hata kidogo. Hata adui zako hawatakugusa ukimtegemea Bwana aliye hai. Huwezi kugusa na adui yako. Haleluya! Adui hawezi kukugusa ukimwamini Mungu aliye hai. Anapogusa unakuwa kama kwenye chupa, yaani Yesu anakuvaa. Kwa anakutana na Yesu, anarudi juu. Walipowakamata waliofanya shambia kumweka ndani, maandiko nasema hawakufika hata chini, walilaluliwa juu kwa juu. Na sasa adui yako ndio kulaluliwa juu kwa juu. Pepo majini lazima yalaluliwe. Sema majini, mizimu, roho za kichawi, adui wa kila aina lazima alaluliwe. Simama pale ulipo, sema lazima alaluliwe. Sema lazima alaluliwe. Ipo nguvu ya ajabu. Chukua imani, beba imani ndani yako. Unajua kinachokusumbua ni nini, na kwa sababu hiyo yupo Mungu, yupo Yesu mahali hapa, anataka alaluliwe adui yako. Adui yako anayesumbua mwili wako, ninaomba sitoke mtu nje, alafu chukua hatua mbele ambayo unahitaji kuombewa. Yupo Yesu mahali hapa, anataka guse, alaluwe adui yako, kwa sababu umeonewa vya kutosha. Yeye yupo kwa ajili yako, yeye yupo kwa ajili yako. Haijalishi unaumwa, pepo nanisikia pale ulipo, upo moto sio kwa kawaida. Naomba milango yote makana vizuri. Yesu wakati